Ahlan wa sahlan wa marhaban mpenzi mtazamaji, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Jukwaa la Wanawake. Mpenzi mtazamaji, alhamdulillah siku ya leo tuna dada yetu ambaye nadhani tumeweza kumuona katika vipindi vilivyopita na anazidi kutuelimisha haswa kuhusiana na wanawake mbalimbali wa Kiislamu ambao walikuwa na historia huko nyuma. Na inshallah siku ya leo mpenzi mtazamaji tutaenda kuangazia kuhusiana na Sayyida Zainab. Tunataka kumfahamu ni nani Sayyida Zainab, mchango wake kwa wanawake ni nini, tumfahamu malezi yake yalikuwa yapi, na inshallah si mwingine khatibu wetu wa leo bali ni Sister Sukaina ambaye tuko naye. Inshallah tukielekea kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu sana Sukaina. Thank you for having me. Alhamdulillah. Naam, tukielekea katika mada yetu ya leo inshallah. Na tunataka kuangazia kuhusiana na Sayyida Zainab. Ni nani Sayyida Zainab? Sayyida Zainab kama watu wengi wanaweza kuwa wanamjua, amejulikana sana wakati wa Karbala. So labda kuna watu wanajua tu ni Sayyida Zainab, ajua umetokea wapi, wazazi wake ni nani. Lakini na uhakika wengi wanajua kwamba ni mjukuu wa Mtume, sababu Mtume ndo watu wengi wamefocus kwa Mtume, tumesahau watu wengine. Lakini Hazrat Zainab ama Sayyida Zainab, Lady Zainab, Bibi Zainab ni mtoto wa Ali ibn Abi Talib na Fatima bint Muhammad alayhi salam. Imam Ali kama tunavyojua ni cousin ya Mtume. Ndiyo. Na ambaye baba ya Mtume na baba ya Imam Ali walikuwa brothers. So au ni cousins. Ndiyo. Alafu huku kwingine Bibi Fatima ni mtoto wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na so Bibi Zainab anakuwa mjukuu wa Mtume na Bibi Khadija alayhi salam. Bibi Zainab alizaliwa katika mji wa Madina mwaka wa 1626 Hijria. Wanasema wanazuoni wanasema kwamba alizaliwa date 5th Jamadul Awwal. Kuna wengine pia wana mambo yao, lakini strongly wanasema ni 6th Jamadul Awwal, na alifariki Damascus ambayo iko Syria saizi na mwaka wa 682. Mashallah. Mume wake alikuwa anaitwa Abdullah ibn Jafar, na pia walifanikiwa kuwa na watoto. Kulikuwa na Aun, Muhammad, Ali, Abbas na Kulthum. Sasa hao ndo walikuwa wazazi, watoto wake, watoto ambao yeye alijaliwa kupata na mume wake. Mashallah, mashallah. Maana najua ni wengi ambao labda hawafahamu watoto wake walikuwa kina nani, lakini vile umemention at least tunajua kumbe Bibi Zainab alikuwa na watoto hawa na hawa. Maana si wote ambao ndio mtu anaweza kuwa anamjua Bibi Zainab lakini hamjui historia yake, hamjui yeye familia yake ni nani, aliolewa na nani, watoto wake ni nani. Naam, tukiendelea. Na majina Bibi Zainab kwa sababu ya historia yake amepata majina mengi sana. Kama tukianza tu na jina lake kabisa Zainab. Zainab ni jina zuri. Yaani ukiliangalia unajua saizi labda tumezoea kila mtu ukenda mashariki Zainab, magharibi Zainab, huko Zainab. Yaani unasikia tu Zainab kila mahali. Lakini bado hatujapata kujua yani haswa Zainab ni nini na maana yake ni nini. Kama mtu akikupa jina la Zainab, yani mzazi wako akikupa, unajua mimi nikiwa mdogo nilikuwa nauliza sana. Hata niliulizaga babangu, wazazi wangu, kwa nini mimi mliniita hivi? Kwa nini hamkuchagua jina lingine? Ilitokeaje? Anyway. Sasa kama mtu mwenye anaitwa Zainab anafaa kuwa anajua kwamba Zainab inamaanisha nini. Sababu Zainab ni jina la Kiarabu na Zainab ni pambo la baba. Zain ambayo ni pambo, and then ab ni baba kwa Kiarabu. So Zainab ni pambo la baba. Inamaanisha baba yake alikuwa anampenda sana, sababu hadi kumuita hivyo namaanisha anampenda sana. Maana pia ni kama ni vile tunavyoambiwa unapokuwa na mtoto amezaliwa basi ni umpe jina zuri.
Kabisa. Jina ambalo unajua kabla useme unampea mtoto jina Fatima, unajua huyu mtu unamuelezea Fatima alikuwa nani. Sasa kupitia hilo hata akiuliza mzaka ile jina wewe ulipewa kwa nini? Anajua mimi nilipewa kulikuwa na mtoto wa mtume alikuwa aitwa Fatima, alikuwa hivi na hivi, Fatima alikuwa hivi. Sasa ndo mimi. Sasa inampa pia, nadhani mtoto akishajua maana ya jina lake, pia inampa ile nguvu ya kuweza kujua mimi tabia zangu naweza zifatanisha ziwe kama Bibi Zainab alikuwa, Bibi Fatima alikuwa, Bibi Asia alikuwa. Alafu pia ile jina linaonyesha tu kwamba venye wazazi wake wanampenda, kwa sababu jina limeunganisha mtoto na babake. So yani inaonyesha tu mapenzi baina yao. So kila wakati mtu akisikia tu naitwa Zainab, najua tu kabisa baba yangu yuko mahali. Bana we. Jina lingine pia alikuwa Akila Bani Hashim. Jina lingine pia alikuwa anaitwa Tahira, the pure one. I think Bibi Fatima pia one of her lakabu ilikuwa ni Tahira. Mashallah. Pia Bibi Zainab anaitwa Tahira, the pure one. I think Bibi Maryam pia alikuwa anaitwa hivyo, the pure one. So Tahira inaweza kuwa imezunguka kwa wanawake wengi, na so kwa mwanamume inakuwa Tahir. Kwa mwanamke Tahira. Sasa kupata pacha wako vizuri unasema jina ushapata. Tahira na Tahira. Sababu mtoto kishampa jina Tahira, already inaonyesha tu usafi, purity. Yani majina ukweli yana nguvu. Isipokuwa wakati mwingine hatufuatilii sana. Labda tunasahau, tunasema kuna anaitwaje celebrity fulani anaitwa nataka kumuita mwanangu hivi. So alafu ama nimezaa mtoto wangu kwa hii season yenye movie fulani imetokea, so tunampatia jina ya heroine ama hero hiyo movie. Tunasahau kwamba tuna majina mazuri sana kupatia watoto wetu. Na moja kati ya haki ya mzazi kwa mtoto wake ni kumpa mtoto jina zuri, jina jema. So tuna majina mengi alhamdulillah. Tena ni mengi sana. Nasema tu utakuta mzazi anaamua kumuita mtoto Tabu. Basi kumuita mtoto Tabu jamani, siwajua kama una hilo jina jamani, ukiangalia tu kimantiki yake ni kama unasema mtoto ni shida tupu yani. Sasa bora tu umpe mtoto majina ambayo ni ya kuridhisha. Hata ule mtoto akisema analitaja mbele. Unajua kuna watoto wengine tu ule ukweli wapende kutaja majina yao mbele ya watu. Kwa sababu akiangalia ile jina langu mimi nimeitwa Tabu. Sasa nikienda kumwambia mtu mimi naitwa Tabu. Sasa ni majina kuchagua pia ni vizuri sana wazazi nadhani. Jina lingine pia alikuwa anaitwa Ummul Yatama. Kama venye Imam Ali alikuwa baba wa mayatima. Mtoto wake Bibi Zainab naye alikuwa mama wa yatima. Mashaallah. Na kwa sababu Imam Ali alivyofariki aliambia watoto wake Imam Hassan na Hussein kwamba wachunge mayatima. So Bibi Zainab na huyo akiitwa mama wa yatima inamaanisha pia yeye alikuwa anajali mayatima sana. Na seti inafaa tu kuishia kwake ama kwao, kwa masumin wao tu ndo wa deal na mayatima. No, yatima ni wadhifa wetu sisi sote kuwajali. Hata kama uwezi wafanyia chochote, si lazima uende uwanunulie chakula kila siku. Unasaidia tu mtu kwa kiwango chako unavyoweza. Naam. Tukienda kwa maisha ya Bibi Zainab, anasema kwamba Bibi Zainab since alilelewa kwa familia yenye ni Tahir ama familia ambayo imebarikiwa. So bringing up yake ilikuwa nzuri. So aliweza, kuna wakati aliota ndoto kuhusu maisha yake ya baadaye venye atakuwa. Akasema aliota kwamba akiwa mdogo she was caught in a large tree amidst a storm. Na kwa huo mti ulikuwa uprooted na yani mzizi yake ilikuwa imetolewa na strong wind. Na baadaye ikabidi, since mti unachukuliwa unatolewa masiju umevutwa juu, utahitaji umeng'olewa na upepo, yeye akashikilia branches ndo ile kujisaidia. Lakini alivyokuwa anashikilia zote zikawa zinavunjika moja baada ya nyingine mpaka mwisho. Saa baada ya hapo akaamka, akashtuka ni nini mbaya, hii ndoto inamaanisha nini? So hapo akaambiwa kwamba hiyo tree ilikuwa ni mtume. Na hizo branches ilikuwa ni ya wazazi wake na brother zake respectively. So kila moja ilikuwa inamsimamia mtu fulani. So wote wakianguka inamaanisha
ni wote venye wataenda mbele yake. Yani watatoka kwa hii dunia ama wataaga mbele yao. So hiyo dream yake ilikuwa inamuonyesha kwamba yeye akiwa mkubwa au wote watakuwa kila mmoja ashaondoka. Amebakia sasa yeye. Na wa mwisho kuondoka ilikuwa ni Imam Hussein, akabakia yeye. Lakini bado alibakia na watoto wa Imam Hussein, watoto wake, na pia kizazi kiliendelea. So hiyo ndoto yake ilikuwa inamuelezea kuhusu mambo yatakayotokea mbele. Kuna nyingine pia hadithi inasema kwamba kwa marriage ye aliolewa na mtoto wa anko yake. Ambaye baba yake alikuwa anaitwa Jafar. Baba ya mume wake alikuwa anaitwa Jafar. Na huyo Jafar wanasema alikuwa katika hadithi Musnad Ibn Hanbal, akasema kwamba aliishi sana huyu Jafar bin Tayyar. Jafar Tayyar. Aliishi mpaka miaka ya Imam Muhammad Baqir. Aliweza kumuona hadi Imam Baqir. Hiyo hadithi iko kwa hadithi 13 ziko kwa hiyo Musnad. Kuna hadithi nyingine ambayo inasema kuna father mwenye ameandika kuhusu story ya Bibi Zainab. Aliulizwa, kwa nini umeamua kuandika kuhusu Bibi Zainab? Ukakosa kuandika maybe kuhusu according to your religion, ukaamua uje kwa Waislamu. Akasema Waislamu wana wanawake wengi watukufu na wenye historia nzuri sana ambayo Waislamu wenyewe hawaandiki. Hadi kupata hizi story za huyu Bibi Zainab yenyewe ilikuwa ni kazi. Sababu huwezi pata tu story yake hivi, unapata tu parts of it. Ingine sana utapata tu story yake kutoka kwa Karbala. Yani kuanzia tu hapo Karbala ndio kila mtu anaanza kusikia Zainab. So yeye akaamua aandike kuhusu Bibi Zainab. Alikuwa ameanza kwanza na Bibi Fatima. Alivyomaliza ndo akasema acha sasa niandike ya mtu mwingine ambaye akaamua ni Bibi Zainab. Amefurahishwa ama ameguswa sana na story ya Bibi Fatima. Akasema since huyu ni mama ya huyu, acha niende kwa mtoto wake naye nisikie story maisha yake naye alikuwa vipi. Mashaallah. Huyo father, so hiyo story yenyewe alipata ni kwamba Bibi Zainab alikuwa anafunzwa kuhesabu na Imam Ali. So yeye akifunzwa kuhesabu alikuwa wameanza 1 obvious 1 2 3. So yeye alikuwa hataki kuendelea, alikuwa ameishia tu kwa 1. Anaambiwa twende tu, hataki, anaishia tu 1. Kaulizwa kwa nini, anasema eti hataki kuharibu tauhid ya Mwenyezi Mungu. Anajua Mungu ni mmoja. So anaogopa akisema tu maybe atakuwa amemkosea Mwenyezi Mungu kwa sababu ameendelea tu. Maybe kuna inamaanisha kwamba mazingira aliyolelewa alikuwa anaelewa tauhid akiwa mdogo. Lakini sasa hizi watoto wanajua tu Mungu ni mmoja but hawajaingia that deep. Hata si wenyewe tuingii deep katika tauhid. Tunasahau kuelezea watoto wetu Mwenyezi Mungu ni nani, kumuelezea umuhimu wa Mwenyezi Mungu. Anampokesha vipi Mwenyezi Mungu, ndio. Hiyo tauhid. Na hiyo kufeel Mwenyezi Mungu katika maisha, si wenyewe kama wazazi ama tuseme siblings wakubwa atusaidie wadogo wetu ama watoto wetu ama ndugu zetu. Sababu kila mtu tu anaishi kivyake. Sasa hizi watu wengi wamesahau Mwenyezi Mungu. Ama inaweza kuwa hujamsahau completely lakini umemweka mwisho. Priority si yeye na vitu vingine. Priority ya kwanza yako unasema mimi ni kazi yangu kwanza. Kazi then tutaendelea mambo mengine baadaye. Unasahau kwamba Mungu anafaa kuwa wa kwanza. Ndio. Kama kuna president fulani alikuwa anakuwa interviewed alafu anaulizwa gathering yako ya kwanza ulianza kwanza na kuomba. Alisema kitu chake cha kwanza kufanya kwa list ya vitu za kufanya ni kuomba. So huyo mtangazaji alikuwa anamshangaa, anamwambia wewe uliona tu weke role yako ya kwanza katika hii government ni kuomba. Akasema tunafaa kuweka Mungu wa kwanza katika kila kitu. Na ukiangalia government yake iko sawa saizi kwa sababu ameweka Mungu wa kwanza. Ndio. Lakini sisi tumesahau Mungu. Kweli. Hatumweki wa kwanza, tunamweka wa mwisho. Ama unamkumbuka sisi zile kuna shida. Sana tukiwa na shida. Mtu akiwa na furaha na sawa anajua tu ni kazi yangu hapa, mimi nimefika kwa sababu ya wenye niko. Ndio. Mfano Haifa leo uko hapa,
juu ya kazi yako umejitahidi. Ndio. Mpaka hapo ulipo ni kwa ajili ya nguvu zako. Unasahau kwamba ni Mungu. Kweli, maana Mungu anaweza kunyima ama akupe. Shukran sana Sukeina. Acha tuchukue mapumziko, tukirudi tuendelee zaidi kumzungumzia Bibi Zainab ni nani. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa na Sukeina ndani ya studio zetu za Mahdi TV unaweza kufahamu machache au mengi ambayo ameweza kuelezea na kuiangazia. Amefanya introduction nzuri ya Bibi Zainab. Tumemfahamu yeye ni nani, familia yake, na yeye alikuwa mjukuu wa Mtume. Tumefahamu pia ndoto ambayo aliweza kuota ni ipi, na mashallah ukiangalia watu wema, mashallah Mwenyezi Mungu huo amewatunuku. Na inshallah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tuendelee zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Jukwaa la Wanawake, nikiwa na Sukeina ndani ya studio zetu za Mahdi TV. Anazidi kudadavulia na kuelezea mengi kuhusiana na Bibi Zainab, kumfahamu yeye ni nani, na pia inshallah katika awamu ya pili tutajua zaidi kuhusiana na mchango wake upande wa Karbala, kuhusiana na mafunzo yake upande wa wewe kama mwanamke unafaa kuchukua nini kutoka kwake, na inshallah tukirudi kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Karibu tena Sukeina katika uwanja wa Karbala, kwa sababu tunajua ni mengi ambayo yalitukia. Sasa tumejua amezaliwa wapi, tumefahamu familia yake. Sasa tufahamu katika uwanja wa Karbala mchango wake ulikuwa ni upi? Je, watoto wake pia walikuwa na mchango katika Karbala? Naam. Bibi Zainab tukisikia kuhusu Karbala, Bibi Zainab ndo anatokea hapo. Sita alianza kuishi huo wakati, alianza tu kuishi kitambo, lakini mchango wake mwingi ulikuwa hapo. Ulionekana wakati wa Karbala, ambapo alisimama akaonyesha kwamba wanawake pia wanaweza. Hata kabla yake tuliona Bibi Fatima alivyokuwa, alionyesha pia yeye kwamba wanawake wana uwezo kiasi fulani. Kweli. Yeye pia akakuja akaendeleza tu ule kama mama ya Bibi Fatima, naye pia alionyesha mchango wake kivyake. Yaani kila mtu alikuwa na mchango wake kivyake. Na ukiangalia wote wanawake watukufu. Kwa sababu Bibi Khadija, Bibi Fatima, Bibi Zainab, yani walipata mama ambaye ni mzuri. Ukiangalia wanasema kwamba kati ya watu waliopata grandfathers ama babu na bibi wazuri, basi ilikuwa ni kina Bibi Zainab na Hussein, kwa sababu babu yao ni Mtume na pia nyanya yao ni Bibi Khadija. Sasa ukiangalia inawapa ile kwamba ile kitu ambacho baba yake Mtume Muhammad amemfunza Bibi Fatima naye anapeleka kwa wanawe. Sasa inakuwa ni nyumba ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa amesema ni tahir, na ambayo ni tukufu, imetoharishwa, yani hakuna baya ambalo linawafikia wale. Kabisa. Bibi Zainab wakati wa Karbala alionyesha ushujaa wake, si kwa kupigana bali kwa maneno. Ndio. Kama ni kupigana pia yeye alikuwa ready kupigana. Mfano kuna wakati au madhalimu ambao walikuwa wamewashika, alikuwa anataka kuua anaitwaje Imam Ali Zainul Abidin, kwa sababu yeye alikuwa wakati na alikuwa ni mgonjwa. Alikuwa mgonjwa. Sasa akamwambia kama wanataka kumuua huyu ni uwe mimi kwanza. Yani alisimama mbele yake kusema ni uwe mimi kwanza. Yeye kama mwanamke kusimama na kusema maneno kama hayo inastaajabisha, kwa sababu wanawake saizi kwa mfano kwa majumba hivi wanasema wanawake wako dramatic, wanasemaga eti kwa mfano kwa vita anasema nipige ni uwe. Lakini waanisha anataka kupigwa. Kweli. Anasema tu ndo aonekane labda jasiri, lakini lakini Bibi Zainab alisimama hapo na alikuwa anamaanisha anachokisema. Kama unataka kumuua ukweli, anza tu na mimi mara moja, tuende mara moja, tujue tumeisha. Ndio. Sasa kitu ambacho tunaweza take from her ni kwamba huo ushujaa, lakini usiwe tu ushujaa wa mdomo tu, unaongea kitu ambacho una action. Alafu pia ushujaa wako uonyeshe sehemu ambayo inafaa. Ndio. Si tunaenda kila sehemu unaanza tu kujifanya mbabe, na haitajiki kwa hivyo wakati huo. Chagua mahali sahihi, maana unajua kisa cha Bibi Zainab pia kimenifananisha na kisa kwamba wanawake wengi kutetea haki wamekuwa nyuma. Wanawake wengi sasa hivi dini tumeiweka nyuma. Si wengi ambao dini wanaisoma. Ndio utakuta haki zake pia kuzifahamu
hazifahamu. Ndio unakuta kuna mwanamume ambaye atamkandamiza. Yani bila yeye kutojua mimi fadhila zangu ama mimi muhimu wangu ama haki yangu ama Mwenyezi Mungu ameniandikia ni ipi nafaa kufuata. Bi Zainab ni kielelezo chema kwetu. Naweza amua kumfuata yeye kama role model. Saizi badala ya kwenda kutafuta huko Beyonce sijui nani, tuko na watu wa kuwafuata. Kweli. Lakini saizi dunia imeharibika kiasi kwamba yani unaona tu sasa mimi nifuate Bibi Zainab nitafika wapi? Hata nisaidia vipi? Watu wengi wanadhania wanawake watukufu kazi yao ilikuwa ni kuswali tu na kuomba Mwenyezi Mungu. Wakati katika kila sehemu ya maisha alikuwa anaonekana, sababu alikuwa mke, alikuwa sister, alikuwa aunt, alikuwa tuseme karibu kila kitu. Ndio. Na bado alikuwa dada mtu, mtoto wa mtu, mkwe wa mtu. Kwa hizo zote hakuwa na fail in any. Zote alikuwa anatimiza wadhifa wake kabisa. Sasa mimi naweza kuwa saizi mimi niko hapa, mimi ni sister ya mtu, mtoto wa mtu, mke wa mtu, mama ya mtu. Ndiyo. Lakini labda kuna sehemu moja yenye nimefocus sana, nimesahau hizi zingine. Kweli. Nimesahau wadhifa wangu maybe kwa wazazi wangu, ama kwa wadogo zangu au wakubwa wangu, kwa jirani, sababu Uislamu pia majirani wana haki. Lakini siku hizi kila mtu maisha yake, kama Wairani wanasema chohor devori ikhtiari, yani anything yenye nafanya in these four walls ni mimi mwenyewe. So watu wa nje haiwahusu. Hata nikipiga hapa kelele, nyi wa nje hamwezi niambia kitu kwa sababu niko within my square. Ndio. Uko nje hamwezi sema, sauti yangu iko hapa. Sasa mtu akija alalamika kutoka hapo nje asema, kwa nini unatupigia kelele? Sema hapana, mimi nafanya vitu zangu sehemu yangu. Kweli. Nyinyi endeleeni na maisha yenu. Hapo tunasahau haki ya jirani. Sababu hadithi ya Mtume inasema kwamba jirani ni nani? Ni mtu ambaye yuko 40 houses away. Lakini sisi siku hizi huyo mwenye anaishi kando next house hapo atumhesabu kama jirani, anafaa kuwa familia. Hata kama si kwa damu but ni familia yetu. So yeye hawezi lala njaa mimi nikiwa nimeshiba hapa. Lakini sasa hizi mimi hata sijui nini ina happen hapo kwa next house. Kila mtu anaamua maisha yake ni yake, sio? Ndio maana Uislamu ni dini nzuri. Lakini sasa Waislamu ndo tuna fail. Sababu sasa hizi kama kila Muislamu angekuwa anafuata Uislamu unavyofaa, hii dunia isingefika hapa penye imefika sasa hizi. Kweli. Ndio tumemsahau Mungu, tumesahau dini yetu na tumesahau kila kitu. Sasa kama Bibi Zainab alikuwa anatekeleza wadhifa wake pale anafaa. Kama ushujaa alionyesha huo wakati wa Karbala, alionyesha sehemu inafaa. Hakuenda kufanya mambo mengine wakati mwingine. Kama wakati alikuwa bado tu hapo kwa Karbala, waliamua kuwadhalilisha wanawake wa familia ya Mtume kwa kuwavua hijab zao. Ndio. Hapo unajua saizi kuna wengine wenye wakati wa Karbala wanaona kwamba Bibi Zainab alivuliwa mtandio wakati wa Karbala. So wanaadhimisha hiyo. Kuvuliwa mtandio, pia wao wanavua mitandio wakati wa Karbala wakitembea. Ukiona wanawake wamevua huko, kumbe eti wanaadhimisha hiyo. Hapo usidhani kama kuna kitu kinachoadhimishwa, kwa sababu yeye hakutolewa kwa hiari yake. Ilikuwa ni kwa ndio maana pia akapewa jina the Lady of Hijab. Kwamba alikuwa mwanamke mwenye stara, ilikuwa ni kitu ambacho kiko kipaumbele zaidi. Ilikuwa hata uso umuoni Bibi Zainab. Unaona hiyo stara yake, bado tunarudi kwa Bibi Fatima. Pia yeye alikuwa naye alikuwa hivyo hivyo. Ukifuata hijab yake yani unaweza follow tu hivi. Lakini sasa hizi mama na mtoto ukiwaangalia, kila mtu yuko njia yake tofauti. Hatuendi hata mbali. Mitandao siku hizi. Mitandao, watoto wetu wa kike wa Kiislamu ukiwaangalia wameamua bwana, acha mimi ni embrace the western country vile wanafanya. Hii kuvaa majuba, sijui kuvaa mabuibui, kuvaa majelbab ni khalas. Maana utakuta mtu ndio anatangaza biashara yake mitandaoni, lakini ukiangalia mikono yote iko wazi. Ajui aura yake imefikia wapi. So wengi tumesahau kwamba stara inatubidi tuvae vipi, stara mavazi yetu yanafaa kuwa vipi, stara tunafaa tujieke vipi. Na ndio maana huwa mimi nikitaka reference yangu ya hijab, basi huwa anasema Bibi Zainab alionyesha mfano mzuri. Licha kwamba mamake alikuwa mfano mzuri zaidi, Bibi Zainab alikuwa mfano mzuri. Maana yeye alijistiri, walifanya kufosiwa kutolewa hijab, lakini yeye stara yake ilikuwa
iko pale pale. Hata achana na mambo ya tuseme watu kujihifadhi, ni tukianza na harusi za Kiislamu. Kwa mfano mume ama bwana harusi anakuja amevaa kanzu, kilemba, amevaa na joho juu. Yani amejifunika vizuri sana. Sasa naenda kwa bibi harusi. Bibi harusi labda hata ana mtandio ametengeneza tu nywele. Hapa ni sleeveless. Mitandio. Alafu bado huyo bwana harusi mwenye amevaa kanzu na joho anaenda kupiga picha hapo na yeye wakati wamefunga ndoa hapo shekha amewafunga. Hilo ndo ni kitu ambacho kinashangaza kuhusiana na hijab. Hasa huwa sijui ni shetani anaingia katikati ama tusijui, kwa sababu umetoka pale kwa nikah. Umestiriwa vizuri mashallah, hijab umevaa. Sasa twende kwa holi. Nikawa waambia haya shetani ameingia kwa mwili. Haya twende sasa. Utakuta mwanamke wa kike wa Kiislamu ambaye anafanywa harusi yake kifua kiko wazi, mikono yote iko nje. Yale mapambo uliambiwa ni ya mume wako, huko ambaye ni hadhara, kwa sababu wewe huwezi sema ndio ile holi na wanawake wote. Sikatai. Lakini si wote watakao kuwa wanawake, kwa sababu kuna wale wanaochungulia. Na pia picha zinapigwa. Na katika familia bado kuna wale ambao hawajaruhusiwa kukuona wewe hivyo. Maana mtu kama kazini yako hafai kukuona hata kichwa wazi. Kwa hivyo ni mambo ambayo yanafaa ile consideration. Hijab ni kitu muhimu sana. Na Bibi Zainab amejaribu kuonyesha mfano wakati ni wengi ambao tunafeli sana kuangalia kwamba hijab ni kitu muhimu. Licha ya kwamba unajifanyia mwenyewe, maana siku zote wanakuambia hata yule anaenda kuoa achukui peremende ambayo isha ingiwa na nzi ama isha iko tu wazi. Ataenda kununua ile lofuniko. Kwa sababu gani? Anaamini ni safi. Ndio hivyo, kama mke mwenyewe unamchukua hivyo wakati wewe mwenyewe umejifunika hadi umefunika kichwa. Na harusi siku moja tu. Watoto wenyewe watakujaje wakati mama yao alifanya hivyo harusi. Na baba alimuona tu hivyo ama bwana harusi alimuona tu hivyo akasmile wakapiga na yeye picha akiwa hivyo. Hakuona shida. Sababu hapo alikuwa na nguvu ya kumwambia chukua leso ama sijui nini mfunikeni huyo. Ndio. Alafu hijab ya mwanamke, wanaume wa familia ndo wanafaa, yani ni wadhifa wao kuhakikisha mwanamke ana hijab. Kweli. Kama ni mke wako anambia uwezi toka nje hivi, nenda tu jistiri. Kweli. Kama ni dada yako unamwambia tu uwezi fanya hivi. Ndio. Lakini saizi wapi? Kila mtu anaona ameninausa hivi, huwezi mwambia mtu kuhusiana na hijab. Hiyo ni lesson nyingine ambayo Bibi Zainab anatufundisha kuhusiana na hijab, mashallah. Hapo Karbala alikuwa anaongea ukweli. Yani katika mafunzo ya Kiislamu yote ambayo sisi tunafaa kutekeleza, Bibi Zainab alitekeleza hapo, ukiwa na mapanga, akijua kwamba yani anaweza fanya chochote pale auliwe. Anaweza fanya hapo anaweza danganya maybe aokoke, kwa sababu alijua mimi namfanyia Mola wangu. Na ndio maana akasema mara aitu illa jamila. Sijaona chochote hapo isipokuwa uzuri. Uzuri. Hakuogopa kusema ukweli. Hata hao madhalimu venye walikuwa wanamuongelesha hapo hakuwa sugarcoat, hakuwapatia sugarcoating hapo eti sijui mmefanya nini. Aliwaambia sawa, mmefanya hapa mazuri according to you, lakini kumbukeni baada ya hapa ni nyinyi na Mwenyezi Mungu. Ndio. Endeleeni kututesa tukiwa hapa, maisha yaishi hapa, bado mtapatana na Mwenyezi Mungu. Kweli. Tunaweza dhulumu watu hapa, tufanye vitu ambavyo tunataka, tumsahau Mwenyezi Mungu na tusahau siku ya kiyama, lakini bado hiyo haionyeshi kwamba kiyama kitafika ama Mwenyezi Mungu eti amesahaulika kwa sababu mimi nimemsahau ama hayupo tena. Bado Mwenyezi Mungu yupo na tutapatana tu na yeye, tupende tusipende, kwa sababu lazima tu tufariki. Ndio kabisa. Hata ndoto yenyewe usingizi ama kulala ni nusu ya kifo. Ndio. Hapo unaweza ona kitu kwa ndoto usiku. Unaweza ona kitu kwa ndoto uamke ukiwa Mary, Mother of Jesus. Kuna ndoto zingine utisha. Kweli. Unashangaa ni nini imehappen, lakini hiyo ndoto inaweza kuwa ndo ni kama nikikumbuka ile filamu ya Hassan, ni kwamba alikuwa anaota lakini aliona ni kama ni kitu kimetokea kweli. Alivyozinduka kitu chake cha kwanza ilikuwa ni swala. Kabisa. Kwa sababu ndoto ni kitu kingine ambacho
pia saa zingine inaweza kuja inform ni kama kitu unaashiriwa, unafaa kukifanya, unaashiriwa ubadilike, unaashiriwa ufanye nini. Yani ni vitu vingi tu sana. Ujasiri wake umetuonyesha kwamba sana sana ujasiri wa kusema ukweli, kwa sababu saizi ukweli umekuwa kama vile sijui ni nini yenye si hatujali ukweli. The truth will set you free. Iko kwa Bible na nini? Iko ni kwa wazungu, kwa Biblia ama ni kwa nini, lakini ukienda tu kwa mitandao utasikia truth always sets you free. Yeah, lakini si kila mtu anaamini ukweli utakuwa set free. Kweli. Naona ukweli utakuharibia mambo. Sababu najua kwa mfano ukiwa na mkubwa wako ama mtu mwenye ako na cheo chake, yani ukimdanganya atakusaidia. Lakini ukimwambia ukweli anaweza kukufuta kazi maybe. Ama hata achane na wewe asikusaidie. So unaona hapo the easiest way ni kusema uongo, umridhishe yeye, upampa nafsi yake asikie raha, alafu akusaidie. Kweli. Na sawa kwamba baada ya hapo ukitoka hapo umemdanganya, sawa umemridhisha yeye, alafu baadaye ni nini? Bibi Zainab alisema ukweli hapo hadi akawaambia mbele yao wenyewe kwamba endeleeni kutudhulumu sisi hapa, lakini baadaye mko na Mwenyezi Mungu wa kumface. Sisi kama tungekuwa hapo tunaona mapanga ama sijui ni nini, mishale whatever, watu wanakaa kutuua at any time, unaweza sema hapana, acha tu niseme uongo niokoke hapa, niwaambie sawa tumeachana na nyinyi. Kweli. Acha tuachie ukweli wenu. Mnavyofanya ni vizuri, lakini ndio hivyo, ukweli wake ulimset free kwa Mwenyezi Mungu, si kwa wanadamu. Sasa tukumbuke kila wakati kwamba Mwenyezi Mungu ndio kitu muhimu kwa hii dunia. Si watu wengine wala nini. Mashaallah, shukran sana Sukeina. Hakika umeweza kuelezea vizuri kuhusiana na Saida Zainab, na ni vizuri kwamba wanawake wameweza kufahamu mawili matatu ambayo wanaweza kuyachukua kutoka kwa Bibi Zainab, kwa sababu alikuwa ni kiumbe mmoja ambaye jasiri kwa wanawake na alijua kupigania haki kivyovyote vile. Shukran sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Sukeina ndani ya studio zetu za Mahdi TV umeweza kufahamu mengi na mengi ya kusema. Hapo tumefahamu ya kwamba Bibi Zainab alikuwa jasiri, Bibi Zainab alikuwa ni mtu ambaye anatunza hijabi yake, Bibi Zainab alikuwa ni msema kweli. Hivyo wewe kama mwanamke kuwa jasiri unapopigania haki, lakini haki hiyo unayoipigania hakikisha kwamba ni haki ambayo ni nzuri na si haki ambayo unajua tu unaenda tu kupigania kitu ambacho unajua hata haki kuhusu. Pigania kitu ambacho unajua hichi mimi nafahamu haki yangu ni hii na ndio maana nakitetea. Na inshallah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa nikwambia maasalam.